Je, nini kitatokea kama mji tajiri zaidi duniani unashambuliwa ghafla? Hivi ndivyo ilivyotokea hivi karibuni baada ya taarifa kusambaa kuwa Iran imeanza mashambulizi karibu na Dubai. Lakini swali kubwa ni hili, je, Dubai kweli imepigwa bomu kubwa au kuna ukweli tofauti nyuma ya headlines? Leo nitakuelezea ukweli wote hatua kwa hatua. Ni jambo la busara sana kama utasubscribe channel yangu ya YouTube @Moka36 au 360 on air. Na wewe utakuwa wa kwanza kabisa endapo utabonyeza kengele. Utakuwa wa kwanza kuweza kuzipata headlines au updates ambazo zitakuwa zinatoka hapa kwenye 360 on air. Naam. Ili kwanza kuelewa kinachoendelea, lazima turudi nyuma kidogo. Kwa muda mrefu kumekuwa na mvutano mkubwa kati ya Israel na Iran, huku Marekani ikiunga mkono upande wa Israel. Hali hii imefanya Iran kuanza kuangalia nchi za Ghuba kama washirika wa maadui wake ikiwemo UAE. Na hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa hatari zaidi. Mwanzoni mwa mwezi, Iran ilianza kutumia silaha mpya za kisasa, drones, ndege zisizo na rubani, makombora ya mbali kabisa, lengo likiwa wazi kabisa kuvuruga uchumi wa mafuta duniani. Na sehemu ya kwanza kulengwa ilikuwa ni bandari kubwa ya mafuta ya Fujairah. Moto mkubwa uliripotiwa na usafirishaji wa mafuta ukaanza kupungua. Baada ya hapo, hali ilianza kusogea karibu zaidi na Dubai. Ripoti zikaanza kusema kuwa drones zilionekana karibu na Dubai International Airport. Watu walianza kusikia milipuko midogo, moto ukaonekana karibu na maeneo ya mafuta. Safari za ndege zikaanza kuchelewa na hofu kuenea haraka sana. Lakini hapa ndipo ukweli muhimu unapokuja. Hadi sasa hakuna uthibitisho wa bomu kubwa lililoharibu airport ya Dubai moja kwa moja. Kilichotokea ni mashambulizi ya drone karibu na maeneo ya mafuta, moto mdogo kwenye baadhi ya miundombinu, ulinzi wa anga wa UAE kugundua baadhi ya drones. Kwa kifupi, Dubai haijaharibiwa vibaya kama watu wengi wanavyodhani, na rumors nyingi ambazo zinaendelea kwamba wanasema Dubai imeshambuliwa mpaka kuweza kuharibu sehemu kubwa ya kituo chake cha mafuta ambacho ni tegemezi kwa sehemu nzima ya Dubai, au kizingatia kwenye swala zima la kiuchumi kwamba watu wengi walikuwa wanadai kwamba kituo ambacho kimepigwa ni kituo ambacho kinaingizia UAE fedha nyingi sana kupitia uuzaji wake wa mafuta duniani. Lakini bado hatari ipo, licha ya watu kuweka rumors kwamba na watu kukanusha kwamba sio za ukweli, lakini bado hatari ipo sana, kwa sababu Iran bado anamshuku kwamba anashuku mataifa ya UAE kwamba yanashirikiana na Israel kwa ajili ya kuweza kumwangusha pia na Marekani bana. Kwa hiyo bado hatari ipo kubwa sana. Hata kama uharibifu ni mdogo, athari zake ni kubwa sana. Bei ya mafuta imeanza kupanda, tumeona maeneo mengi sana, masoko ya dunia yanatetereka, hofu ya vita kubwa inaongezeka kwa watu wengi wa maeneo karibu ya Dubai na maeneo mengi sana ya huko Middle East, kwa sababu ukweli ni huu, Dubai na UAE ni sehemu muhimu sana kwenye usambazaji wa mafuta duniani. Ikiguswa, dunia nzima inaathirika moja kwa moja. Swali kubwa sasa hivi ni hili, je, Iran itaendelea kushambulia? Je, Marekani pia itaingilia kati? Au je, vita kubwa ya Ghuba iko karibu kuanza? Kama mashambulizi haya yataendelea, inawezekana kabisa tukashuhudia migogoro mikubwa zaidi kimataifa. Na hii story bado inaendelea na mambo yanaweza kubadilika muda wowote. Kama unataka updates za haraka na uchambuzi wa kina, hakikisha una subscribe sasa hivi na uniambie kwenye comment unafikiri vita hii itaishia wapi. Bana, karibu sana. Hii hapa ni 360 on air.